Nimetoka Kinondoni, nimetoka Ubungo, nimetoka sehemu mbalimbali. Kitu ambacho nimejifunza ni kwamba Watanzania sasa wanaelewa sana kuhusu dhana ya amani. Na walio wengi sasa tunaelewa kwamba kumbe ukiulizwa katika taifa, utajiri wako katika taifa ni nini? Kumbe hatupaswi kusema tuna madini, hatupaswi kusema tuna gesi. Kumbe jambo la kwanza na utajiri wetu mkubwa ni amani. Na kwa siku chache tumekwisha tambua kwamba kumbe amani ni chakula. Kumbe amani ni furaha. Kumbe amani ni utajiri. Kumbe amani ni fursa. Kumbe katika amani kuna fursa mbalimbali. Katika mji wetu wa Dar es Salaam, tangu Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa niaba ya Mheshimiwa Rais na ambaye ni Amiri Jeshi Mkuu kutangaza na kuweka utaratibu mzuri sana kusherehekea siku hii ya tarehe 9 mwezi wa 12, ni dhahiri kwamba kila mmoja alielewa alichoambiwa. Na sisi Dar es Salaam tunashukuru sana. Tangu taifa hili limeasisiwa mwaka 1961 katika kupata uhuru wake, tumerithi amani kutoka kwa waasisi wa taifa letu. Na mpaka leo hii tunaiona amani kama tunu. Kwa hiyo kutoka tarehe 29 mpaka hivi leo unavyoona ni jitihada za serikali na Watanzania wenye mapenzi mema kuendelea kuilinda amani ya taifa letu ili isitoweke. Amani ya taifa hili ikitoweka itakuwa ni tatizo kubwa sana, kwa sababu tunayo mataifa mengi. Kwa mfano tukienda pale Kongo wakati wa mzee wetu Lumumba, taifa lile lilikuwa lina amani nzuri kabisa, lakini mpaka leo unakuta amani ile imewaponyoka. Ukienda Libya wakati wa mzee wetu Gaddafi, unaona kabisa taifa lile lilikuwa na amani ile ikawatoweka. Ukienda katika mataifa kwa mfano hata pale Sudani, amani ile ilikuwa na amani ile ikatoweka. Ukienda kwa mfano hata mataifa mengineyo hata hapa karibu, unakuta kwamba amani ya taifa ile imetoweka. Na kutoweka kwake kuna sababu nyingi, lakini moja kuu ni pale ambapo watu tunaingia katika ushabiki au katika mkumbo pasipo kujua kwamba kitanda tunachotaka kukichoma moto ndicho tunacholalia jioni. Kwa hiyo nitoe rai tena kwa Watanzania kwamba tuendelee kushikamana, tuishi kama ndugu, na kila mmoja akawe balozi mzuri kwa mwenzake, kwamba amani tukiharibu taifa letu tutakuwa tumedondosha uchumi, tutakuwa tumedondosha undugu, tutakuwa tumedondosha utulivu, tutakuwa tumedondosha kila dhahiri, kila jambo lile. Na mimi nikiri kwamba hata kama baadhi ya watu niliwasikia wanasema sisi hatutaki utawala, hatutaki namna hii, lakini sasa unaweza kujiuliza kwamba hata kama utawala utasema hautaki, then tukasema okay sawa, mnataka nini? Bado tena tunaweza tukaleta mgogoro mwingine wa kikatiba, kwa sababu tunachokiangalia hapa ni katiba. Kila kundi lina watu, ila kikubwa tu katika taifa letu ni kila kundi kulisikiliza. CCM ni kundi, Chadema ni kundi, ACT ni kundi, Kafu ni kundi, Wakatoliki ni kundi, Walutheran ni kundi, Waanglican ni kundi. Kwa humo ndani tumejaa makundi mbalimbali, na kwamba kila kundi lazima lipate nafasi ya kutoa mawazo na kusikilizwa. Tutakapokwenda kwa mfumo huo, na ambao tayari kama umeona pia hata Mheshimiwa Rais amekwisha weka huo utaratibu na kuwasisitiza mawaziri kuweka utaratibu mzuri katika nchi yetu kusikiliza makundi. Na sisi pia tunapata maelekezo na kushauriana na waheshimiwa mawaziri kuendelea tena kusikiliza makundi haya ya hapa chini. Nihitimishe tu kwamba Dar es Salaam ndio jiji la kibiashara. Ni jiji ambalo limeshika uchumi na utajiri wa taifa letu. Kila mmoja hili jambo aliangalia vizuri, kwa sababu kuzorota kwa maisha ya wana Dar es Salaam ni kudhoofisha uchumi wa taifa letu kwa ujumla wake. Hatuwezi kushusha mizigo kutoka bandarini kwa utulivu pakichafuka na kuipeleka mikoani. Hatuwezi kukaribisha wageni kutoka nchi zisizo na bandari kuweza kupakia mizigo kwenda kwenye mataifa yao. Dar es Salaam ikiparalyze, uchumi wa Kongo una paralyze, uchumi wa Zambia una paralyze, uchumi wa Malawi una paralyze, na uchumi wa mataifa yote yanayotegemea taifa la Tanzania yana paralyze. Kwa hiyo tuendelee kuilinda taifa letu kwa mustakabali wa maisha yetu na kizazi kijacho. Mheshimiwa, kumekuwa na mengi yanazungumzwa na kuendelea katika mtandao. Zimekuwepo picha mjongeo na picha still ambazo zimechapishwa asubuhi zikijaribu kuhusianisha na maeneo mbalimbali ya jiji la Dar es Salaam kwamba kulikuwa kuna shida. Zina ukweli kiasi gani na nini ambacho unaweza kuhakikishia wakazi wa Dar es Salaam? Ukweli ni kwamba ninashukuru sana jeshi la polisi kupitia kwa msemaji wa jeshi amekushatoa taarifa ya kina sana kuhusu uongo wa picha mjongeo na picha mnato zinazosambazwa leo, lakini zikiwa zina reflect
tarehe za nyuma wala sio tarehe za sasa. Na hii ukiangalia zinawekwa na watu ambao hawana mapenzi mema na taifa letu. Nimshukuru pia mkuu mwenzetu wa mkoa wa Mwanza, ndugu yangu Saidi Mtanda, ametoa naye taarifa kuhusiana na picha ilikuwa ikizunguka, vijana wakitoa hotuba mbele wanaonekana kama wanajeshi, kwamba sasa kimenuka tena hapa Mwanza. Lakini mkuu wa mkoa ameeleza kwa uthabiti wa kinywa kwamba lile lilikuwa ni tukio la tarehe karibu 30 au tarehe 31, siku karibu 2-3 baada ya siku ya uchaguzi yalipotangazwa matokeo kuwa Dr. Samia Suluhu Hassan ameibuka kwa mshindi kupitia Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo wanaojaribu kuzileta hizo picha wanajaribu sasa kuamsha, kama vile kuamsha tena Watanzania kwamba hapa kimenuka. Lakini mimi nataka niseme tu kwamba Dar es Salaam mpaka muda huu, leo tunaongea muda huu, bado hatujapata jambo lolote ambalo limekushatishia usalama wa taifa letu au limekushatishia usalama mkoa wetu. Na hapa mimi nilivyokuambia, nimetoka maeneo mbalimbali. Hapa saa hizi nimewaona au tumekutana, nimetoka Mbagala, nimetoka maeneo ya Temeke, nimetoka maeneo ya Kinondoni, nimetoka maeneo ya Ubungo, nimetoka maeneo mengine yote. Hapo nimetoka maeneo ya Bandalini kule. Kote kuko shwari. Na tutaendelea tena na jitihada za kuweka taratibu za namna hii za kiulinzi ili kuhakikisha kwamba mji wetu hakuna hata mmoja ambaye anaweza kuitia kwenye dosari. Mheshimiwa, labda mawili ya mwisho. Moja, tumekuona ukifanya ziara mbalimbali za. Usisahau kusubscribe na kugusa alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu kila tunapoweka Msomi News.